You guys. Asante. Labda tuanze na kushoto kwangu hapa kwa bwana David Mwani. Kwa haraka kwanza tukianza na introduction. Wakenya wanasikia David, nimeimba ujue, nimesema leo tutakuwa na vijana wenzangu. So tuanze na hapo. David Mwani ni nani? Kwa jina ni David Mwangi. Mwangi. Yes, Mwangi. Mwangi. Kwenye typing walifanya ile typo. Lakini tunaelewa ni AI. Iko tu sawa. Sasa AI siku hizi naongea kizungu. Na by the way unajua nasema Kenya ndio inaongoza duniani kwa AI. Kwa AI. Watu wenyewe wako connected kwenye internet 98% wanatumia AI. Hivi ni kwa tumekuwa vivu sana ni kumeka watu. Lazima tutaiongelea hiyo. Itaongelea pia. Exactly. Yeah. Kwa majina yangu ni David Mwangi. Nilikuwa mwaniaji wa kiti cha seneta hapa Nairobi 2022. Nikakuwa nambari 3. This time tena narudi tena nitawania kiti kile. Seneta tena. Naam. Kama kijana. Sasa ninataka kuanza siasa kwa sababu tuko na siku 357. Yes. Naam. Kufikia jana ilikuwa ni 357 days to election. Sasa ndio. So unasema sasa rasmi sasa David ndio ameanza shughuli. Kabisa. Hivi kwa haraka unashughulika na nini katika mambo na siasa? Isipokuwa mambo ya siasa mimi ni engineer number 1. Water engineer. Kisha saizi ninafanya PhD on entrepreneurship. So mimi ni mwanabiashara na mimi bado pia ni kijana wa mambo ya environment. Naam. Unasema 2022 ulijaribu ukatokea nambari 3. Naam. Nilikuwa nambari 3 baada ya Sifuna, Margaret Wanjiru. Ukienda pale kwa National Statistics mimi ndo nambari 3. Devi uko pale. Naam. Umesema mara nyingine tena. Mbona? Kwa sababu tunahitaji vijana wawe kwenye meza. Vijana wamekuwa kitumika vibaya na shida wanapotumika vibaya imekuwa ikileta hii tashwishi ya kwamba hoja zao haziwezi pelekwa mbele. Zisipopelekwa mbele hakuna mtu anayeweza kuwapigania. So kisha inakuwa ya kwamba wakati hawana ile hela kuwatumia ni rahisi. Kupa vijana 500 1000 inakuwa rahisi sana. Uliona kule Homa Bay juzi. Vijana ni wengi hawana kazi. Kabisa. Na si hata Homa Bay peke yake. Hata ukienda kwetu Central. Vijana ni wengi. Ukienda siku ya Jumatatu na kuambia utapata vijana ukitaka kufanya mkutano siku ya Jumatatu saa 2 asubuhi vijana watakuwa wako pale. Naam. Hii ni maana kuwa hawana kazi. Hawana shughuli za kufanya. Hawana shughuli. Kabisa. Naam. Twende kwa Sean Francis, karibu sana bro. Kabisa, mkorino mmoja hapo. Mmoja kabisa, karibu studioni. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, Mkenya ambaye anakupata sasa hizi kwa mara ya kwanza, labda anakuona pia, kumbuka tuko kwenye social media, tupo live kwa fan page zetu, kwa YouTube yetu, Radio Maisha. Tuanze na Sean ni nani? Sean Francis Wambua, kijana ambaye amezaliwa pale Westlands, kwa kitongoji duni inaitwa Kibagare. Nimezaliwa West. Lakini sasa tukisema Westlands watu waangalie upande ubabu. Bana hata juu unashtua ukiniambia ati kuna the other side ya ghetto ambapo kijana mdogo kama Sean aliweza kuzaliwa. Na kwa njia ya Mwenyezi Mungu nikafika mahali nimefika siku ya leo. Mimi niliwania kiti ya UMCA 2022 hapo Kitisuru Ward. Ilikuwa mara yangu ya kwanza katika siasa. Nilikuwa naambiwa twende hivi nafuata watu, twende hivi nafuata watu, sababu siko najua siasa. Niko na tamaa ya kuongoza watu wangu, kuleta mabadiliko. Lakini wakati uko mgeni kwa jambo, kupotoshwa ni rahisi. Kabisa. Haujui anything. Ukiambiwa jump, unauliza how high. Unauliza hata mbona una jump. But saizi nimejua na nilikuwa namba 2. Wapi? Kitisuru Ward. Mimi ndio nilishinda nomination ya UDA back in 2022. Na nilikaribia sana. UMCA amekuwa hapo for 10 years. So tulipatana naye hapo kwa about nikio mara ya kwanza na mtu ambaye amekuwepo kwenye game kwa muda. Ndio na nyonya ya Shakura Digidheri. Sasa but tuliweza kusukumana na nikakuwa namba 2. Hiyo ilinipatia moyo kwa sababu mimi siangaliangi what I didn't get. Naangalia the people who voted for me, the people who believed in me. And inanipatia moral ya kusimama tena 2027. Kwa miaka 4 ambayo imepita chini ya uongozi wa Rais Ruto, wewe kama kijana unafikiri amehandle vipi youth? Tukianza na upande wako Sean. Asante. Mimi niliwania kwa tiketi ya UDA. Nilikuwa karibu sana na Rais Ruto. Niliamini manifesto sababu ilikuwa ya kumuinua hasla. Kwanza ile msemo ya kwanza ya pesa mfukoni ilikuwa ina resonate na mimi sana. Haungenitoa pale sababu nilikuwa naamini ni wakati wa vijana wetu, ni wakati wa hasla. Tumekula shida kama sisi. Wakati sasa hii tulete uongozi, and that's why I even vied with UDA. Lakini miaka 4 mimi na feel tumeangushwa. We were taken for granted. Mtu alichukua ile njaa yetu
Kasema uko unasema na tikiti ya UDA. Yeah. Na feel tulidanganywa. Watu walichukua advantage ya njaa yetu ya uongozi, njaa yetu ya mabadiliko. Wakatuonyesha hapa ndio mwelekeo iko. Tungeambiwa kitu tungekubali. So hii miaka 4 mimi sijaona kama relationship ya leadership na wananchi kama iko better, because this is what we envisioned. We envisioned something greater. We envisioned a place whereby si wananchi watategemea rais awapatie kazi, lakini rais ata create an enabling environment ya kila mtu kujikreatia kazi. Hiyo ndio maana ya jina hustler. Jina hustler si lazima niandikwe kazi ofisini, but nipate tu nafasi nifanye kazi mahali niko mindajilea. So na feel tuliangushwa. Na there is lot tuko uzuri sisi ni vijana. We have a room for change. Kabisa. David, akija upande wako kwa miaka 4 ambayo serikali iko kwenye uongozi, umesema wewe ni mmoja watu ambao unapigania mayouth wakuwe pia kwenye meza. Ile keki ikiwa inakatwa pia wanao wapate share yao. Kwa maoni yako na mwenyewe ukipima, unafikiri wamehandle vipi mayouth for the last 4 years? Mwanzo kabisa mimi sikuwa upande wa UDA. Mimi nilikuwa upande wa Safina. Sisi tulikuwa na kiongozi wetu wa Njiki. So sisi tulikuwa tunajaribu kuingia na unfortunately hatukuweza kumanage. Kwa sababu sasa UDA walitupiga. Lakini nilikuwa natarajia kwamba wale vijana wenzangu ni marafiki wangu. Sisi vijana najua hatuna vita. Kabisa. Nairobi hapa hata haulizi mtu jina lake la pili. Unaongea na kijana huyu, unaongea na kijana wa upande huu mwingine. Sisi wote tumekuja Nairobi kutafuta. Kabisa. Hatuna ule ukabila ambao maybe uko na vizazi vingi. Sema poverty is the enemy. Poverty is the enemy ndio hiyo sasa. So tunapoona pale nilikuwa natarajia vijana marafiki wangu waliokuwa upande ule walipoingia serikali watasaidika. Nilitarajia kwamba watawekwa kwenye meza. Si lazima wakue pale ili watengeneze ama wa make decision wakiwa peke yao. Lakini wangekuwa pale ili waweze kuleta na kuhamasisha serikali katika kusaidia vijana. Shida iliyoko katika nchi ni mambo matatu kwa vijana. Kuna shida ya kazi, joblessness, unemployment iko very high rate. Tumeingia saizi tuko na shida nyingine sahi ya education. Pale ni tunaita elimu. Elimu ya universities na elimu ya colleges. Hizo ndio shida mbili ambazo vijana wako nayo. Na ya tatu ni ya kwamba direction. Vijana wamekosa mwelekeo ama direction na mentorship. Hizo ndio shida tatu zilizo katika nchi ya Kenya. Katika awamu ya uhuru, shida ya mwelekeo hapo ndio ilianza ya kwamba vijana hawakuwa na enough mentors. Hawakuwekwa kwenye systems. Na sasa walipofika hapa wengi wameenda shule kwa sababu kulikuwa na ile free primary yenye ilikuwa imeanza mnamo masaa ya Kibaki. Itakapokuja watu walikuwa so enlightened. Sasa hawa ndio the youth wenye walio sahi katika nchi. Wako well educated. Millennials wale na the late millennials na the early Gen Zs. Wako well educated, wako well informed, lakini hawana kazi. Kabisa. Inapofika pale inakuwa ya kwamba inaleta mambo mengi, inaleta mambo ya drug abuse and substance. Inaleta mambo ya ile ukora yenye unaona kwa bank. Siku hizi hata huwezi tumia kadi. Ukijaribu kupiga kadi yako lazima ukienda pale kwenye waiter pia unamwangalia pia asipige ile picha. Kwa sababu utasikia pesa yako imenunua vitu Dubai. Kila mtu amekuwa mjanja. Kila mtu amekuwa mjanja. So tuko na economy ya wajanja. Na hiyo economy hatuwezi sustain. Serikali ilipoingia nili expect ya kwamba watatengeneza vitu vya manufacturing. Kenya hai manufacture vitu nowadays. Tuna export hata chai. Ndio ije ikiwa manufactured. Na sisi ndio tunaipanda. Sasa tunafaa kuwa na manufacturing ili vijana wapate kazi. Tunaposhinda tukizunguka tukipea vijana empowerment na tuwapay direction, bado tujasaidia wale vijana. Kwa sababu utapata ya kwamba nitakupatia 22,000 leo kwenye simu. Lakini nilikuita kwangu nikakupatia 22,000. Haukuwa na fare kurudi. Yamaanisha kwa ile 22,000 utatumia kwanza kama 2,000. Unapofika nyumbani already uko na 20 ile capitation bado haitoshi kwa sababu hujanielimisha venye nitaanzisha biashara. Na katika hii economy sahi 20,000 ni capital ndogo sana. So tunafaa wale vijana wenyewe walienda shule. Inafaa kukuwe na system ya kwamba kuna industries zenye hao vijana wanaingia, wanaleta ile mambo yenye walisoma kule, wanatuletea hapa. Hatuwezi kuwa ya kwamba tuna import kila kitu. Hadi toothpick, hadi tissue papers, watu wana import everything in this country. Lazima tukae chini tuelewane ya kwamba ukiwa mrengo huu ama huu mwingine vijana hawana kazi. Yes.